Fikra ambayo imekuwa ikizungumzwa siku zote kwenye dini ya Kiyahudi, dini ya Kikristo na hata dini ya Kiislamu ni huu udongo umefinyangwa, likatengenezwa, likawa kama sanamu, halafu likapulizwa roho. Ndio fikra iliyokuwa miaka mingi inazungumzwa hivyo. Lakini wamezuka sasa hivi baadhi ya wanasayansi wanasema hapana, huenda haikuwa hivyo. Kilichokuwa ni nini? Ndani ya mwili wa binadamu yamo mambo ambayo yote yanapatikana kwenye ardhi. Madini yaliyomo ndani ya mwili wetu yote yanapatikana kwenye nini? Kwenye ardhi. Mna makalsiamu, mna potassium, mna nini, vitu chungu nzima ambavyo vinapatikana kwenye ardhi, ndani ya mwili wa binadamu vinapatikana. Na ndio maana binadamu akishakufa akazikwa, anapotea mle ndani ya ardhi na anachanganyika kabisa. Kwa hivyo inaonekana wazi kwa binadamu kwa asili ya ardhi anayo. Baadhi wasema haukuwa udongo uliochukuliwa vipi, ni Mwenyezi Mungu kachukua tu hayo aina ya madini akachanganya akamtengeneza binadamu kutokana na madini aliyotengeneza kwenye hiyo ardhi, si kwamba akachukua udongo likafinyangwa jambo. Lakini hii fikra mpya sasa imeanza kuja katika dunia na baadhi ya wanasayansi wanaisema hivyo. Wao wanakataa kwamba si udongo hivi wa kutengenezwa kama sanamu, ni vitu ndani ya udongo vimechukuliwa akatengenezwa nani? Binadamu. Na kwa sababu ya hii neno min, kutokana na, sio bi. Bi maana yake ni kwa, min kutokana na. Kwa hivyo wako unaoleta kidogo bisho sema ile min turabin sio bi turabin, min tinin sio bi bitinin. Ingekuwa bitinin kwa udongo, biturabin kwa mchanga, min kutokana na udongo. Kwa hivyo viko vitu vimetoka kwenye udongo vya binadamu, sio udongo wenyewe. Na wako wanaosema hapana, ndio tumezoea miaka mingi kwamba ni udongo wenyewe. Lakini pia mjadala huu si mjadala katika nguzo za imani kwamba labda ukiamini hivi itakuwa umekufuru, ukiamini vile. Ni masala ya kitaaluma zaidi. Tumefahamiana Nimeyagusia kwa sababu mnaweza mkenda huko au watoto wenu wakasoma masayansi huko, wakafika mahala wakaja na hoja mkaanza kubishana. Mimi na watoto wawili wanasoma sayansi. Kwa hivyo na mbali wanafunzi wangu wengine. Kwa hivyo najiandaa, najua alafu mmoja yuko nje ya nchi, akija anakuja na hoja za kisayansi kweli. Sasa ukifanya mchezo mnaanza kupigizana kelele mpaka mtaanza kuitana makafiri na mwanao mwenyewe. Lazima ujiandae sasa, hasa kama ni mwanachuoni, kufahamu changamoto za sayansi na dini zinapokwenda. Haya, min turabi, kutokana na mchanga. Thumma, kisha baada ya hapo utaratibu ukabadilika. Ule ulikuwa ni utaratibu wa mwanzo tu wa kupatikana Adam. Mwanzo ulitumika utaratibu ule. Baada ya kupatikana Adam na Hawa utaratibu ukabadilika. Min nutfatin, unatokana na nutfa. Nutfa hasa manake ni kitemwa. Nutfa hasa manake ni natafa, kwa te natafa na natafa, kutematema. Hao wazee wetu wa zamani walisema ni tone, walitafsiri tone la manii, lakini hapa nasema min nutfa. Na ukitizama yule mtu mzima anatema kweli zile cheche, au anafanyaje? Sio anatema mzigo yule, anatema kwa sababu ule ile tundu yake inafananishwa na mdomo wa kibogoyo, hauna meno, lakini unatema. Kwa hivyo kitemwa, kitu kilichotemwa. Tumefahamiana? Lakini wale wamesema tone, sawa, kwa sababu linapotoka linakuwa kama tone, lakini wakati mwingine haitoki tone mzee, wakati mwingine linatoka kitu kizito, mzigo unakuja zake, si tone moja Halafu imetumika vile vile min, kutokana, ikiwa ni tone, ikiwa hicho kilichotemwa au kilichomiminwa. Lakini min sio chote. Usifikiri yote yale ndio nakwenda kutengeneza mtu. Wanasayansi wanasema mwanamume akipiga mkupuo mmoja panatoka sperm waweza kufika hata milioni. Wengi kwa kweli. Hawaonekani kwa macho,
na mle anayekwenda kutunga mimba mmoja tu, na kuna siku ndo haipatikani mimba, sijui wangapi wanakwenda zao. Kwa hivyo mmoja tu, na kama pacha ndo watakwenda wawili au watatu, wadogo sana, wanakuwa mithili ya kiduara, kama kiluilui kile kinachopatikana kwenye madimbwi siku za mvua. Kiduara alafu kinamkia hivi kipropela chake cha kusukuma, alafu wale wakishatemwa wanakimbilia kwenye fuko lile la kutunza mimba, wanapita kwenye kitu kinaitwa fallopian tubes, mirija. Kwenye zile fallopian tubes ni kama pipe, alafu juu pana nundu, limewekwa nundu hapa karibu na kuingia kuangukia upande wa pili, pana nundu hapa, lakini linaachia nafasi kidogo. Akesha kuingia mmoja tu, lile nundu linabana hapa, unakuja wote wanagonga, hawezi tena kwenda. Yule mmoja tu akisha kupenya anasababisha reaction, anasababisha kitu fulani cha mivutano, lile nundu dogo lile linakuja linaziba hapa, wanaobakia wote wanagonga pale, hawaingii tena, kisha funga mlango jamani. Sasa pacha inatokea vipi? Zinapokwenda mbili zikapita sambamba, bega kwa bega, wawili wameingia kwa pamoja, ngoma inafunga au anakuja zao wawili, au wakati mwingine ndio wanakwenda watatu, papatu wameingia, mlango unafunga, wanaokuja wanadunda. Sasa min nutfatin, katika kile kitemwa kile mnapatikana. Sasa jitizame binadamu tunakotoka hivi sasa hivi, unaweza kusema mimi hivi ndivyo ndo nilikuwa nutfa, nilikuwa min nutfa. Ulikuwa min nutfa wewe shekhe? Hiyo nutfa mbona mbali sana, kule tumbo la mamako tu sasa hivi huwezi kuingia tena mle tumboni, kaingie kichwa chako na mikono yako na miguu kaenda ndani ya tumbo la mama. Sasa kwani mimi nilikuwa ndani ya tumbo la mama? Ndio ulikuwa. Hii Mwenyezi Mungu anatuonesha tulikotoka na tunakokwenda, hali kadhalika. Utakuwa kaburini, utaoza, kutakuwa na nini, yote haya. Ndio binadamu ana kipindi kabla hajazaliwa na ana kipindi baada ya kufa, na kile cha katikati baina ya kuzaliwa na kufa. Kisha ukaja taratibu, thumma min alaqatin, kisha kutokana na kininginia kilichokaa kwenye tumbo. Alaqa ni kininginia au kitundikwa. Mtume sallam anasema man alaqa tamimatan faqad ashraka, atakayetundika hirizi kamshirikisha Mungu. Alaqa, kutundika, kama unavyoona feni. Kutundikwa maana yake ni kitu ambacho kimetoka juu lakini chini hakijagusa. Hasa kwenye fuko la uzazi, mimba inapokwenda kutunga inakwenda kuganda, alafu inaninginia, na ndani ya muda mchache inajitengeneza, inakuwa kama kokwa ya ubuyu, mithili ya korosho lakini ndogo sana, kama kokwa ya ubuyu. Halafu imeganda juu kupitia kitovu, hapa katikati ndio panapoganda, huku chini na huku juu kuna kwa hivyo. Kwa hivyo inakaa kama korosho au kokwa ya ubuyu, hapa katikati ndio pameganda, inaninginia. Hichi kitovu ndio kinachofanya kazi yote wakati huo. Mama anapokula hapa, fanya kitu vinasagwa, vitu vinapitia kitovuni. Mle ndani ya tumbo, kitovu ndio kinachofanya kazi yote. Na ndio maana unaambiwa mtoto akizaliwa baadaye sasa linatolewa lile pira la kitovu, kinatolewa. Sababu sasa utaratibu utaanza kupitia mdomoni. Kwa hivyo hapa inaitwa placenta. Katika Kiingereza inaitwa placenta. Dokta anajua mambo placenta, Na kimahesabu mara nyingi wanasema urefu wa mtu kutoka unyayoni mpaka kitovuni ni nusu kutoka kitovuni kwenda juu. Mara nyingi, si mara zote. Kuna watu wengine chini wanakuwa warefu zaidi. Mara nyingi hapa panakuwa ndo katikati. Placenta. Ala kule hali. Thumma min alaqatin. Kisha kininginia. Leo imeingia mambo ya biology, kwa hivyo tunayagusa tu kiasi fulani kwa kiwango cha watu waweze kufahamu tu, kwa sababu wengine wamekwenda skuli alafu hawajafika hata ile darasa la kusomeshwa biology. Siku hizi biology inaanzia darasa ngapi? Form 1 au darasa la 7? Form 1.
wanasomesha, lakini baadhi ya mambo kweli, lakini ndio zamani darasa la 8 ndio biology inaanza. Wewe Mkongo umesoma darasa la 8? Ukusoma? Umeanzia form 1. Doctor, wewe darasa la 8 ulipita? Ulianza biology darasa la 8 au ilikuwa ni science kwa ujumla tu? Kwa ujumla form 1 ndio fresh kabisa. Usama, ulipotoroka wewe ulishakuwa tayari biology inasomeshwa darasani? Form 1 kweli form 1 ndio biology hasa inaanza kupamba moto. Wewe yako mambo biology, lakini ndio tusema misikitini humu tuna watu wa aina mbalimbali. Kuna mwingine hafahamu chochote kuhusu biology, kuna mwingine anayefahamu sana, kuna mwingine kidogo angalau ukisema mnaelewana. Yaani Qur'ani ni bahari, ina mambo mengi. Sasa thumma yukhrijukum tifla, kisha anakutoeni vichanga, kisha anakutoeni mkiwa watoto wachanga. Tifl maana yake mtoto mchanga, na tifl inatumika kwa mufrad na wakati mwingine inatumika kwa jamu kama ismul jinsi, ingawa jamu yake ni atfal, idha balagha al-atfalu minkumul hulum. Tiflan, kisha anakutoeni mkiwa watoto wachanga. Tifl ni mtoto mchanga ambaye hajitegemei kwa jambo lolote, yule ndo tifl. Warabu wao wana katika lugha yao ya fasaha, wana binadamu wanamuelezea kwa marika yake sana kuliko sisi. Sisi tunaeleza tuna mtoto mdogo, tuna mtoto mchanga, lakini wao zaidi. Akiwa ndani ya tumbo anaitwa janin, idh antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Akishatoka anaitwa tifl. Akishaanza kusota na nini anaitwa sabi. Akipanda kidogo anaitwa ghulam, kama alivyookotwa Nabii Yusuf, ya bushra hadha ghulam. Akipanda zaidi anaitwa fata, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Akipanda zaidi anaitwa shab. Akipanda zaidi anaitwa sheikh. Ndio tena sheikh miaka 50 kwenda juu, ndio akina sisi sheikh. Umenifahamu? Kwa yule anakwenda kila hatua na kila rika ana jina lake. Sisi tunayo lakini si sana. Kama kuna barobaro, kuna mjane. Mjane ina maana mbili. Kuna mjane yule ambaye keshawahi kuingia kwenye ndoa, lakini vile vile watu wa mashamba nafikiri na sehemu nyingine za Pemba, mjane ni mtu ambaye tayari anaweza kuwa na maisha ya kujitegemea. Na mjane mzima ndani hataki kazi yoyote, analala tu. Manake sio mjane kwa manake kashaingia kwenye ndoa. Mjane manake ni mtu anayeweza akaishi maisha ya kujitegemea. Na yuko ambaye kaingia kwenye ndoa akatoka, naye anaitwa mjane. Kwa hivyo tunayo na sisi maelezo yetu mbalimbali tunayoeleza ala kula hali, lakini katika Kiarabu kilichokuwa fasaha yote yapo. Sasa tifl manake yule ambaye ndo kwanza ametoka tumboni, bado na anakwenda kidogo. Thumma, kisha zinakwenda hatua nyingi, litablughu ashuddakum, mufikie ufungo wenu. Natumia neno la kizamani ashudda, ufungo. Shadda ya shuddu kwa Kiarabu manake amefunga, shadda alhabla kafunga kamba. Ashudda ufungo. Ufungo manake ni umri ambao hamwezi kukua tena mkabadilika. Morphology, end of development of morphology. Yani kama ni mifupa ndo ile, kama ni urefu ndo ule. Sasa ni kutuna tu, kujaa au kukonda. Huwezi kupata kimo chengine zaidi ya hicho. Kama kichwa akiongezeki tena, miguu, mifupa hasa morphology, ile skeleton yako yote haibadiliki tena. Hukui tena zaidi ya hapo. Hapo ni kunenepa au kukonda. Kunawiri au kukunyaa uso, basi ndio yanayokuja tena hapo. Hakuna mabadiliko mengine. Sasa haya wengi wanasema ni miaka 21. Lakini wengine wanasema miaka 40 mtoto. Kila mmoja anasema vyake katika mambo ya taaluma, lakini ashudda ufungo manake hakuna tena mabadiliko ndani ya mwili wako zaidi ya kunenepa na kukonda na kupauka labda rangi, kukunyaa ngozi basi, lakini hakuna mabadiliko mengine. Mifupa haikui tena. Hiyo ndio saizi yako. Ndio ashudda au ufungo. Tumefahamiana? Neno gumu la Kiswahili ili ufungo kwa sababu limepotea sana, lakini ndio neno mahala pake hasa hapa kusema. Ngoja nikwambie, gunia inafika mahala inakuwa na kamba kule mwisho, ule ndio ufungo wake. Ukitaka kuzidisha zaidi pale utaichana. Jamaa wa bara wameanzisha kitu kinaitwa rumbesa au lumbesa, wanaitengenezea kofia, wanaishonea tena pale kinakuja kikofia. Hata kwenye makaa nafikiri wanafanya. Ufungo ni pale mwisho, huwezi tena sasa wewe kuongeza kitu.
ule ndio ufungo. Tumefahamiana? Kama ni ndoo ya maji imeshafika mfuto sawa sawa na ndoo yenyewe, sasa ukiongeza zaidi yatamwagika, ile ndio ashud. Hakuna mabadiliko tena zaidi ya kunenepa, kukonda au kupauka au kukunyaa, kunawiri, lakini wewe tena mwili wako haukui tena. Ule ndio ashud. Mara nyingi wengine wanasema miaka 40, wengine 21. Kweli? Haya mzee. Na ndio ushafika wewe umri huo bado? Jazakallahu khair. Kwa hiyo thumma litablughu ashuddakum, kisha mfikie ufungo wenu. Ufungo manake hamna tena mabadiliko ya mifupa yenu, ndio ile ile tu. Kwa hivyo hapo ni kujaa au kupungua kwa mwili, lakini hakuna mabadiliko tena. Kila mtu anajijua kama kashafika hapo, bado anakuwa bin Adnani, unaongezeka urefu zaidi hapo, au unaona ushafikia ashudda wewe? Ushafikia ashudda ndio. Haitarajiwi tena kuwa hapo tena urefuke zaidi ya hapo. Kuna kipindi mtoto unamuona sasa, huyu anakwenda, huyu anarefuka, atarefuka, bado atarefuka. Kuna wakati tena hapa hakuna cha urefu tena, hakuna cha nini tena. Hapa ndo kama tumenenepa, umekonda, umepauka, umekoza, si umefanyaje, umefifia, lakini ndo ule ashuddi. Thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha. Shuyukha sasa ndio vitu vinapungua nguvu sasa. Kama ulikuwa mtu wa mabao matatu, sasa linakuwa bao moja. Risasi mbili, moja porini, moja nyumbani, basi hakuna kitu kingine. Huyawezi tena. Kama ulikuwa unakula sinia nzima harusini ya pilau, sasa nusu inakushinda, robo inakushinda. Mashine haziwezi kusaga tena kama vile ilivyokuwa mwanzo, kila kitu kimeshaanza kuchoka. Nywele zinabadili rangi, zinakuja kwenye weupe sasa. Shuyukha. Sheikh ndo asili ya neno shekhe, maana yake ni mtu mzima, sio shekhe mwanachuoni. Mwanachuoni anaitwa alim. Lakini kwa nini ikawa sasa hata hao Arabu mwanachuoni unamuita shekhe? Kwa sababu zamani utafutaji wa elimu ulikuwa ni wa kuhangaika sana, mpaka mtu anamaliza kutafuta elimu ujana wake wote ushakwisha. Anapoanza kukaa kitako kufundisha anakuwa hapungui miaka 50. Ndio maana ikawa kila mtu anayefundisha anaitwa shekhe. Sasa siku hizi mtu anapelekwa mahala, anasoma miaka 3, miaka 7, akirudi hapa ana miaka 21, 30, anafundisha, anaitwa shekhe. Ndio siku hizi imekuwa hivyo. Lakini zamani hawezi kukaa kitako mtu chini ya miaka 30 akafundishe watu, kwa sababu zile harakati za kutafuta elimu peke yake zinamchukua miaka 10, 15, 20. Halafu akianza kuaminiwa sasa kufundisha, anakuwa tayari shafika miaka 50. Ndio maana ikawa mashekhe wanazuoni wote wameitwa mashekhe, lakini si lazima iwe hivyo. Ndio kwa sababu ya mazoea tu. Mwanachuoni ni alim, inma yakhsha Allah min ibadihi ulama. Kwa hivyo thumma litakunu shuyukha, kisha muwe wazee ambao umri wake ni miaka 50 na kwenda mbele, ndio unakuwa mzee. Chini ya miaka 50 bado wewe si mzee, ingawa si kijana tena. Ukifika miaka 40 unakuwa mtu wa makamu, umri wa makamu. Lakini miaka 50 kwenda mbele, sasa wewe katika orodha ya wazee umeingia. Kama mimi sasa tayari nishaingia katika orodha ya wazee. Thumma litakunu shuyukha. Wa minkum man yutawaffa, na wako miongoni mwenu wanaotimiziwa muda wa kuishi, yani wanaofishwa. Mwenyezi Mungu anatumia neno tu la hini kidogo, wanaotimiziwa muda wa kuishi to yutawaffa, lakini manake wanakufa, kwamba huu ndo muda wake, basi umeshamalizika. Min qablu, kabla hata ya kufika kwenye huo uzee. Ili min qablu ay min qabli an yakunu shuyukha, kabla hawajawa nani? Wazee. Wanakufa kwenye miaka 40, wanakufa kwenye miaka 30, wako wanakufa kwenye miaka 20, wako wanakufa kwenye miaka 10. Min qablu, ingawa mpango wa jumla ni kwamba watu wafe kuanzia miaka 50 na kuendelea. Ndio unaona kama mpango wa jumla. Ndio aghlabu watu wanaokufa wengi wanaanzia 50
kwenda juu, lakini wako unakufa chini ya hapo. Hii kuonesha kwa Mwenyezi Mungu halazimishwi na mtu yoyote katika uendeshaji wa mambo yake. Na tunapata taarifa fulani amekufa, fulani kufa, na yule naye mdogo wangu ule, lakini ndo maisha. Wako unakufa, lakini wengi tunapata taarifa wanaokufa ni wale waliotutangulia. Kwa hiyo tunapata matumaini, alhamdulillah, na sisi tutasogea kidogo tuvute Kwa taarifa wanakufa ana miaka mingapi? 70. Miaka mingapi? 80. Leo ambao wanakufa ana miaka mingapi? 32. Mimi 50. Jamani, na mimi wakati wote naweza kuondoka. Ndio. Kwani nani kakwambia utachelewa? Hayo mambo Mwenyezi Mungu, Lakini inaonekana tu aghlabu watu wanaokufa wanaanzia miaka 50 na kwenda mbele kuliko wa chini ya miaka 50 kuja kwa mara nyingi, lakini si lazima iwe hivyo. Wa minkum man yutawafa min qablu, na wako miongoni mwenu wanaotimiziwa kuishi, yanaona ukufa kabla ya kufika huo utu uzima. Walitablughu ajalan, na ili mfikie ajali au muda musamma uliopangwa. Mwenyezi Mungu kakuwekeni mpaka mfike kwenye muda uliopangwa. Baadhi ya wanazuoni sema ajalu musamma ni miaka 100. Ndio ajalu musamma. Wako waliosema ajalu musamma miaka 80. Wako waliosema ajalu musamma miaka 120, kama Suyuti katika kitabu cha Rahma anasema ajalu musamma ni miaka 120. Sasa wengi hatufikii ajalu musamma. Na kwa hivyo yeye conclusion yake anasema watu wengi wanakufa kwa sababu wanakuwa na matatizo tu katika afya zao. Manake kuna kitu ku expire na kuna kitu kimeharibika. Sasa kama umenunua maziwa ya kopo, halafu mambo tarehe fulani yata expire, ile ndio ajalu musamma. Sasa akija akamwagika hapa katikati, ile ni ajalu mutlaq, si ajalu musamma. Ile ni ajali tu ya kawaida. Ajalu musamma ni ile tarehe ya ku expire. Tumefahamiana? Kwa hivyo Suyuti katika mtazamo wake anasema miaka 120 ndio ajalu musamma. Mtu akifika miaka 120 anakuwa kisha expire. Figo alifanyi kazi, ini alifanyi kazi, nini, moyo ushachoka, miaka 120 usha expire, vitu vyote havifai tena, huyo wakutupwa tu kama hajafa, asubiriwe tarehe yake na hitima zake zisomwe mapema ikiwezekana. Lakini hizi zote wanaokufa hii miaka 70, 80, 90, mimi nasema hizi ni ajali tu, inakuwa kuna kitu kimeharibika tu. Kwa dunia leo huyo wakufika miaka 120 yuko wapi? Tibeti alitokea mtu mmoja kaishi miaka 100, tena walitangaza karibu kama 130 kafika. Akati alikuwa haoni, hasikii, kama guruguru. Sasa hiyo ni ardhalil umuri, tena unaanza kutesa watu. Hajui tofauti ya kunya na kujamba, chochote anakiona sawa sawa tu. Kanya kajamba yeye twende tu. Kisha kwa mtu mzima namna hiyo mitihani. Inakuwa ulezi kuliko mtoto mdogo. Tutamani afe. Na Mwenyezi Mungu asitufikishe umri tukatesa watu. Unakuja kuwa kero alafu wewe mwenyewe. Tena wale watu hata hawapati thawabu, wanalalamika tu. Ufe una nguvu zako, basi kuja kera mtu. Walitablughu ajala musamma, na ili mfikie muda uliowekwa au ajali iliyopangwa. Wala'allakum taqilun, na ili mpate kuzingatia mambo. Isiwe tena umefika mahala huna mazingatio kabisa. Sasa tulikuwa tuna mzee wetu mmoja kwenda kumtembelea. Akauza, "Wewe nani?" Mimi fulani. Mnazungumza kidogo, baadaye akataka, "Wewe nani vile?" Unaona kazi hiyo. Hana tena ile mazingatio. Sasa huo tena si umri mzuri sana. Tumefahamiana, lakini tena huwezi kumpangia Mwenyezi Mungu anachokitaka. Wala'allakum taqiluna, na ili mpate kuzingatia mambo, kuingiza akilini.